Luke Stats, Sport Next Level. Bas, pengine hicho ndicho ambacho unaweza kukisema wewe mfuatiliaji wa mpira wa miguu, hususan ligi kuu Tanzania bara, ambamo ndani yake miongoni mwa vivutio ni mechi ya dabi ambayo huzikutanisha klabu za Yanga na Simba. Na sasa kile ambacho kilikuwa kikizua kizungumkuti baina ya pande tatu, wananchi Yanga wanapaswa kuwa wenyeji, lakini bodi ya ligi na wapinzani wao wajadi, watani wajadi Simba, kwamba dabi ipo haipo. Yanga wakipinga kwa nguvu zote kucheza dabi iliyopangwa Juni 15 na bodi ya ligi, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa tayari kuicheza mechi hiyo, na ikiwa ni matokeo ya kuahirishwa kwa mechi hiyo ya dabi ya mzunguko wa pili ligi kuu Tanzania bara iliyopaswa kuchezwa Machi 8. Sasa katika kila hali inaonekana kwamba pande zote sasa zimeridhia baada ya bodi ya ligi kutoa tangazo rasmi kuhusiana na mchezo huo, kwamba sasa dabi hiyo ambayo Yanga ni wenyeji dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba haitachezwa tena Juni 15, bali itachezwa Juni 25. Ndiyo, mwaka huu wa 2025 saa 11 jioni ndipo siku ambayo dabi hii itachezwa, na hivyo kuhitimisha majibizano ya muda mrefu kuanzia Machi 8, wakati dabi hii, mechi hii ya watani wa jadi Yanga wakiwa wenyeji dhidi ya Simba ilipoahirishwa kwa mara ya kwanza na bodi ya ligi. Kwa lugha nyingine, sasa ni wakati wa vikosi vya timu zote mbili, Yanga chini ya kocha Hamdi Melud, lakini Simba chini ya kocha Fadu Davis, kuendelea kujifua vya kutosha kuelekea mechi hiyo, mchezo huo ambao bila shaka utakuwa wa mwisho kwao katika msimu wa 2024-25, kwa sababu kabla ya hapo inatazamiwa timu zote mbili kucheza mechi zao nyingine zilizobaki za msimu kabla kuhitimishwa kwa dabi hiyo Juni 25. Miongoni mwa mechi ambazo wanapaswa kuzicheza wote wawili ni mechi zitakazochezwa Juni 18, yes, Juni 18, lakini pia kuna mchezo mwingine wa Juni 22, ambapo hapo klabu zote mbili zitakuwa zimetimiza michezo 29 kila mmoja, zikibakiwa na mechi moja tu ili kutimiza idadi ya mechi 30 za msimu. Na ikumbukwe, mpaka sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga ndio wanaongoza katika ligi baada ya kucheza mechi 27 wakitimiza pointi 73 na kuwa ndio vinara kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa nafasi ya pili na wamecheza mechi 27 wana pointi 72. Tofauti ya pointi baina yao ni pointi moja. Hivyo mechi hiyo ya mwisho huenda ndio ikaamua bingwa we nani msimu huu, endapo tu matokeo yao katika mechi mbili zinazofuata, mchezo wa 28 na 29 kwa kila mmoja, kufanya wawe na matokeo yanayofanana kwenye matokeo yao. Kwa maana ipi? Ni kwamba mchezo huu uliopelekwa mpaka Juni 25 ni mchezo namba 184 uliopaswa kuchezwa tangu Machi 8, sote tunakumbuka vizuri. Lakini sasa wote wakishacheza mechi zao mbili kabla ya kufikia hiyo Juni 25, matokeo watakayoyapata yakilingana, maana yake mchezo wao ndio utakuwa finali, mchezo wa aina yake, mchezo ambao unatarajiwa kuwa wa msisimko wa aina yake, sio tu Tanzania, sio tu Afrika Mashariki na Kati, bali pia Afrika nzima na duniani, ambako baadhi ya wafuatiliaji wa mpira wa miguu wamekuwa wakifuatilia mwenendo wa ligi kuu Tanzania bara, hususan kupitia gadgets, vifaa mbalimbali vya electronics duniani kote, kwa sababu Azam Media wamekuwa kirusha matangazo hayo duniani kote kupitia njia mbalimbali. Ni mechi ambayo mshindi wake ama matokeo yake ndiyo yanaweza katoa picha ya bingwa. Kwa sababu gani? Kwa mfano katika mechi hizi mbili watakazoongeza kila moja, Juni 18 na Juni 22, kila moja akashinda mechi zake, maana yake bado tofauti ya pointi baina yao itabaki pointi moja, kwa sababu Yanga kwa mfano wakishinda mechi mbili, maana yake wataongeza pointi 6, pointi zao zitakuwa 79. Simba wakishinda mechi zao mbili, maana yake wataongeza pointi 6, pointi zao zitakuwa 78. Maana yake bado tofauti ya pointi baina yao itakuwa pointi moja. Sasa mchezo huo wa Juni 25, maana yake ni kwamba Simba atalazimika ima fa ima ashinde dhidi ya Yanga ili atawazwe kuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu wa 2024-2025, kwa sababu pointi zake zitaongezeka kutoka 78 zitakuwa pointi 81, ili hali Yanga akibaki kuwa na pointi 79. Mazingira hayo ni pale ambapo timu zote mbili
zitashinda katika mechi zao mbili zilizobaki kuelekea hiyo Juni 25. Lakini kwa Yanga, endapo atashinda mechi zao zote mbili, kwa maana dhidi ya Tanzania Prisons Juni 18, dhidi ya Dodoma Jiji Juni 22, mechi hii ya Juni 25 kwao itakuwa matokeo hata ya sare yatawabeba kuwafanya toa ubingwa, kwa sababu watatimiza pointi 80, sababu hapa wana 79. Wakitoa sare watatimiza pointi 80, ili hali Simba wakiwa na pointi 78. Assumptions, mafikirio ni kwamba zote zimeshinda mechi zao mbili kabla ya kufikia Juni 25. Lakini wakishinda itakuwa ni ice on the cake, yani kama kuongeza tu uhondo katika ubingwa endapo watashinda, kwa sababu watatimiza pointi 82 na kuiacha Simba kwa alama 4, maana hivi sasa wanaiacha kwa alama 1. Wakishinda zote kila mmoja, Yanga 79, Simba pointi 78, tofauti pointi 1, Yanga ikiwa juu. Akishinda anakuwa na pointi 82. Ndio ninachomaanisha. Kwa lugha nyingine, mechi hiyo itakuwa ni bonge la mechi lenye mvuto zaidi endapo tu timu zote zitashinda michezo yao miwili kuelekea hiyo Juni 25. Lakini kinachovutia zaidi ni kwamba timu zote mbili ziko kwenye kiwango bora sana. Hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara, ukiondoa Yanga wanaongoza na Simba, hakuna timu nyingine inaweza kufikia point walizonazo wao. Azam wakishinda mechi zao zote, point watakazotimiza ni 63, kwa sababu hivi sasa wana point 57, wako nafasi ya 3. Singida Black Stars wakishinda mechi zao zote zilizobaki watatimiza pointi 59. Hivi sasa wana pointi 53. Kwa hiyo Azam, Singida Black Stars hawawezi kufikia pointi ambazo Simba wanazo hivi sasa, pointi 72, wala walizonazo Yanga pointi 73. Lakini kwenye ufungaji pana uhondo wake siku hiyo. Yanga wana mabao 71, ndio timu yenye mabao mengi kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara kwenye msimamo uliopo mpaka sasa, wakiwa wamecheza mechi 27, kwa sababu Yanga wana mabao 71. Simba ndio timu inayofuatia kwa kufunga mabao mengi mpaka sasa, nayo imecheza mechi 27, ina mabao 63. Lakini kwenye kuzuia, Yanga ndio timu yenye ukuta imara zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka kufikia sasa, ikiwa imeruhusu mabao 10. Simba ndio timu ya pili kwa ukuta imara, ikiwa imeruhusu mabao 11. Haya yote yanaleta uhondo wa aina yake. Kwenye mbio za ufungaji bora mpaka sasa, kabla hizi mechi mbili watakazocheza kufikia Juni 25, kinara wa mabao ni Jasha wa Simba, ameshafunga mabao 15, ana assist 8, amechangia mabao 23. Kwa Yanga wanaofuatia kwenye msimamo wa wafungaji vinara kwenye ligi kuu Tanzania bara, ukitoka Jasha huwa anayefuatia ni Prince Pumelo Dube pamoja na Clement Mzize Walid, kila mmoja na mabao 13. Lakini Mzize ametoa assist, pasi saidizi za mabao 3 na hivyo kuchangia mabao 16. Dube ametoa pasi saidizi za mabao 8 na hivyo kuchangia mabao 21. Je, katika siku hiyo nini kitakachotokea? Kuna maeneo mengi ya kuvutia ambayo jukwaa hili la Mbwaduke Stats Sport Next Level tutakuwa tunachambua siku hadi siku kwa kila nafasi na kile kinachotarajiwa kuelekea Juni 25. Bonge la mechi, bonge la dabi, miongoni mwa dabi bora kabisa barani Afrika, inakwenda kuthibitisha ubora wake huo Juni 25, ambayo inatazamiwa maelfu wa mashabiki wataujaza uwanja, lakini pia maelfu wengine watafuatilia kupitia njia mbalimbali za kielektroniki, maana ligi kuu Tanzania bara inaonekana duniani kote. Nini kitakachotokea ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kufuatilia channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.